Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anasema kwamba shilingi bilioni 4 zilizotolewa na serikali kukabiliana na kiangazi katika kaunti 23 humu nchini hazitoshi. Akizungumza katika makao makuu ya chama cha DCP hapa jijini Nairobi, Gachagua pia alimtaka Rais Ruto kutangaza njaa kuwa janga la kitaifa ili kuvutia msaada wa kutosha, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Emmanuel To. Kinara huyo wa DCP Rigathi Gachagua alidai mikakati inayowekwa na serikali kukabiliana na janga la ukame nchini ni finyu ikilinganishwa na misaada ya mashirika mengine ya kimataifa. Gachagua akisema shilingi bilioni 4.1 zinazofaa kuwasaidia zaidi ya waathiriwa milioni 3.3 katika kaunti 23 hazitoshi. This translates to approximately 173 million per county, allocated to 3.3 million Kenyans who are affected. This translates to 1,200 Kenya shillings per person. These funds are way below the minimum food basket recommended by the United Nations to approximately Kenya shillings 2,700 per person in the rural areas. Kinara huyo wa DCP akitaka serikali kufunga mifereji yote ya ufujaji wa fedha za umma na kuelekeza fedha kuwasaidia Wakenya wanaoangamizwa na ukame. I found yesterday in Nyandarua trucks of blankets, trucks of rice and beans being taken to people who have food, who have potatoes, who have carrots. This food is required in northern Kenya. Gachagua pia akitaka kiangazi kutangazwa kuwa janga la kitaifa. Such a declaration will unlock the scale of national and international response required to save lives, protect livelihoods and restore dignity of the Kenyan people. Kinara huyo wa DCP akiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Rais William Ruto na viongozi wa kaskazini mashariki, akisema rais amegeuza ikulu kuwa ukumbi wa kurindima siasa na ufisadi. It's no longer a national institution that looks after the people of Kenya. It is now the headquarters for UDA party and the election of William Ruto. The whole essence of touring the north is little on Nyota program, but to sanitize the corrupt leaders who have failed the people of northern Kenya. Rais Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti za kaskazini mashariki Jumatano na Alhamisi, akianza na hafla uzinduzi wa mradi wa Nyota huko Garissa. Emmanuel To, runinga Citizen, Nairobi.